ilioje kwa wananchi waliofurika hapa kwenye uwanja huu wa Taifa mjini Dar es Salaam. Wanampokea, gari ile inasogea taratibu kuelekea kwenye jukwaa hili ambako rais mteule atateremka na baadaye kupokea heshima. Vigelegele vya kina mama vinasikika. Gari hiyo Mercedes Benz inasogea taratibu mpaka kwenye lile zulia jekundu. Anafunguliwa mlango vizuri kabisa na dada yule. Rais mteule anapokewa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Luteni Yusuf Makamba. Amesimama pale pembeni. Mkuu wa majeshi Jenerali Robert Mboma anamuongoza rais mteule kuelekea kwenye sehemu maalum ambako atapokea heshima. Kwanza, kama kuliaga hilo vikosi vya jeshi ambavyo vimekusanyika hapa, alafu pili, vikosi vya jeshi vitatoa heshima kumpokea rais mpya. Ingawa anaendelea kwa kipindi kingine cha miaka 5 kama alivyokwisha sema mwenzangu Pasco, lakini kiutaratibu inabidi kwanza aage, halafu baadaye watampokea. Watazamaji, ni wimbo wa taifa huo kutoka kwa askari wa majeshi ya ulinzi na usalama. Baada ya wimbo huo wa taifa kupigwa kwa amiri jeshi mkuu ambaye sasa ni rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kinachofuata sasa ni gwaride linapewa amri.
Watazamaji wetu, wimbo huo uliokuwa ukisikika ni wimbo maalum ambapo ilikuwa ni kuashiria kushushwa kwa bendera ya rais, na baadaye wimbo huo ulikuwa ukiashiria kushushwa kwa bendera ya rais, na baadaye baada ya muda si mrefu itapandishwa bendera nyingine kuashiria kwamba Rais Benjamin Mkapa sasa ameteuliwa rasmi kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na sasa kinachofuata kwa mujibu wa MC ni zoezi la kuapishwa kwa Rais Benjamin William Mkapa kama rais mteule, lakini baada ya kiapo atakuwa amekamilisha ile kazi kamili kama kiongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Askari bado wamejipanga pale uwanjani. Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilivyowekwa kwa mujibu wa sheria. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Benjamin William Mkapa naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutimiza wajibu wangu wa kazi hizo kwa bidii na moyo mkunjufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bila woga, upendeleo, huba wala chuki. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Ni wimbo wa taifa ukiambatana na mizinga 21 ikiwa inapigwa, na wakati huo huo bendera ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikuwa ikipandishwa taratibu sana. Sasa kinachofuata ni gwaride hili ambalo lipo hapa uwanja wa Taifa kuunda umbo la alfa. Rais Benjamin Mkapa bado amesimama kwenye lile jukwaa pale, na baada ya kuunda lile umbo la alfa, rais atakagua gwaride likiwa katika umbo la alfa kwa mwendo wa pole. Nadhani nikiwa na mimi nikimeza mate kidogo, ni mpe mwenzangu Godfrey Ngodo aweze kuendelea. Asante Florence Diauli.
Sasa ndio tumefika kabisa kwenye sehemu ambayo ni tamu mno. Baada ya rais kuapishwa, wimbo wa taifa umepigwa na umbo hilo la alfa ambalo wanaliunda. Alfa ni herufi ya Kirumi, maana yake mwanzo, na kinyume chake ni omega. Kwa hiyo sasa hivi tunachoona hapa ni kwamba muziki huo wakati unapigwa, vikosi vile vinajipanga katika. Rais atakwenda kukagua gwaride za gadi hizo 4 katika umbo hilo la alfa. Vikosi vinajipanga kwa utaratibu unaokusudiwa. Sasa hivi kikosi kilichoanza kujipanga upande wa mashariki, kusini mashariki, ni kikosi cha jeshi la wanamaji, na katikati sasa amri inatolewa kwa kikosi cha ulinzi wa anga. Katikati hapo mbele kushoto kwetu ni kikosi cha gadi ya kwanza. Kwa hiyo sasa hivi kwa bahati mbaya hatuwezi kuwa na kamera ambayo iko juu zaidi kuweza kuona herufi yenyewe alfa ikoje, lakini sasa hivi ni amiri jeshi mkuu William Benjamin Mkapa au Benjamin William Mkapa anakwenda kukagua gwaride kama amiri jeshi mkuu. Ameanza kwenye gadi ya kwanza ambayo kwa hivi tulivyoketi iko upande wa mashariki, tuseme kaskazini mashariki, ambayo hii ni gadi ya askari wa miguu. Naye Rais Mkapa anapigiwa makofi hapa, anakwenda kwa mwendo wa pole. Utakumbuka katika historia ya Jeshi la Kujenga Taifa, wakati bado akiitwa ni Bwana Benjamin William Mkapa, mwandishi wa habari, alikwenda Ruvu, alijitolea kule na kuwa miongoni mwa Watanzania wa kwanza kujitolea kwenda kuhenya kwenye Jeshi la Kujenga Taifa. Bado hajasahau, anakwenda sambamba na mziki, anakwenda sambamba na hatua za kawaida za mwendo wa pole. Sasa hivi yuko katikati katika eneo la Jeshi la Ulinzi wa Anga ambacho ni kikosi au ni gadi ya pili. Ameshamaliza gadi hii na anaingia kwenye amesimama kidogo pale na kupiga saluti. Anasogea kwenye gadi ya tatu ambayo ni ya jeshi la wanamaji. Kwa vijana wa mjini huwaita hawa yange kwa mavazi yao meupe. Bado Rais Mkapa yumo katika mwendo wake wa pole sambamba na makamanda wa jeshi, kwenda vile vile sambamba na mziki ambao unapigwa. Anakaribia kumaliza gadi hiyo ya tatu ambayo ni ya Navy, jeshi la wanamaji, na kwenda kwenye gadi ya 4 ni jeshi la wananchi wa Tanzania wanawake, ikiongozwa na Meja Rebecca Tongera ambaye ndiye mkuu wa gadi. Msaidizi wake ni Captain Mwanaisha Farjala na msaidizi wa pili ni Captain Rose Matanga. Wako imara kabisa askari hawa wanawake, na walivyovalia sare ambayo ni sawa na ile sare ya jeshi la wenda wa miguu wanaume. Kwa huku mbali huwezi hata kidogo ukaamini kwamba hawa ni akina mama. Hiyo ni sehemu tu ya wageni waalikwa wakiangalia. Hapo namuona Waziri Mkuu pia Buyoya, vile vile ni rais. Hapo ni Rais Mugabe, anakuja pale John Malichela, makamu mwenyekiti,
Rais wa Uganda Yoweri Museveni na viongozi wengine wengi tu ambao kwa kweli wanahusudu jinsi gani taratibu za maandalizi haya kumwapisha rais zimekwenda, na sasa hivi anamalizia gadi hii ya wanawake, na baada ya muda nadhani atakwenda kukagua bendi. Bendi inaonyeshwa au inaongozwa na Captain Hamisi Mfaume akisaidiana na Luteni Usu Ali Hamis Ali. Wakati fulani kulikuwa na milio ya matarumbeta ama maburuji yaliyokuwa yanawapokea na kushangilia matukio mbalimbali. Haya yalikuwa yanapigwa na Gabriel Limo ambaye ni mkuu wa kikundi akisaidiana na Gustav Timalas. Kama kawaida sasa hivi anaendelea, rais anapita kwenye kikosi kile cha wanamaji ambacho ni gadi ya 3. Yuko mbele kule mashariki ya uwanja huu wa taifa mjini Dar es Salaam. Bendi inatumbuiza kwa muziki mororo wa march. Huo ni umati ambao kwa hivi sasa unajaribu kuchungulia angalau waone kikosi ambacho kinakaguliwa na rais kuna matukio gani. Kwa kweli hali ni ya kupendeza sana kwa wale ambao wamefika hapa uwanjani, kadhalika na wale ambao wako nyumbani wakiangalia matukio haya. Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Mheshimiwa Jaji Mkuu, waheshimiwa mabalozi wa nchi za nje, wageni waalikwa, ndugu wananchi. Napenda nianze kwa kuwakaribisha sana wakuu wa nchi na serikali kutoka nchi jirani na eneo la kusini mwa Afrika waliokubali wito wangu, wakaacha shughuli zao muhimu, wakaja kuungana nasi katika sherehe hii muhimu. Ndugu zangu, wageni wetu, na washukuruni sana kwa kuja kwenu. Mtatuia radhi, ilibidi tuahirishe sherehe hizi ambazo awali zilipangwa zifanyike Jumamosi iliyopita tarehe 4 Novemba. Pengine kama mtoto anayejifunza kutembea tulijiamini mno. Kwa nia safi tukataka kutembea kwa haraka, tukielekeza macho yetu katika aina ya demokrasia ya vyama vingi itakayotufaa sisi kama Watanzania. Katika safari ya hatua 100 tulitembea hatua 96 bila shida, tukajikwaa kwenye 4 za mwisho. Lakini kama mtoto makini tumeinuka tena, tukajipangusa, tukakwepa kilichotukwaza, na sasa tuko tayari kuelekea tulikokusudia. Utayari huo umeonekana wazi miongoni mwa wananchi wetu. Hivyo napenda niwashukuru tena wananchi kwa jinsi walivyojitokeza kwa wingi kushiriki hatua zote za kutumia haki yao na kutimiza wajibu wao wa kiraia katika utawala wa kidemokrasia. Utawala ambamo viongozi wanawekwa madarakani kwa ridhaa ya wananchi, hawajipachiki wenyewe. Katika nchi hii iliyoasisiwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume, na kwa imani yetu sisi katika Chama cha Mapinduzi tunasema cheo ni dhamana, sitatumia cheo changu au cha mtu mwingine kwa faida yangu. Hivyo si kwamba tu viongozi hawajipachiki, lakini hawatakiwi kutafuta umaarufu wao binafsi au maslahi yao binafsi, bali umaarufu wa taifa na maslahi ya taifa. Wanapewa madaraka ili watumikie badala ya kutumikiwa. Kwa mara nyingine, Watanzania wameonyesha wanataka hali iendelee kuwa hivyo, maana huu ndio utamaduni wa kisiasa ambao ni msingi wa utaifa wetu na umoja wetu.
Mwaka huu tulifikia kiwango cha juu sana cha kujiandikisha kupiga kura. Zaidi ya 97% ya waliostahili kujiandikisha walifanya hivyo. Wananchi wengi sana walijitokeza kila mahali kuhudhuria mikutano ya kampeni na kusikiliza kwa makini na utulivu hotuba za wagombea. Hawakutaka kuamua kwa kubahatisha, bali baada ya kusikiliza na kupima hakika, ni kielelezo cha mtu huru afanyaye maamuzi yake kwa makini na bila shinikizo. Wananchi walifanya hivyo kwa amani na utulivu katika mikutano karibu yote, na siku ya kupiga kura wengi walijitokeza hivyo hivyo kwa amani na utulivu kwa sehemu kubwa ya nchi yetu, wakatimiza wajibu na haki yao ya kuchagua viongozi wao kwa subira, bila fujo wala kujali jua kali, njaa au kiu. Na washukuru na kuwapongeza sana wananchi wote. Kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, na washukuru sana wananchi kwa kuturejesha sisi katika madaraka ya kuongoza nchi yetu kwa miaka mingine mitano. Mmetupa idhini ya kuongoza isiyo na shaka hata kidogo. Mmetupa ushindi wa kishindo. Mmetupa nguvu ya kisiasa kutekeleza yale tuliyoahidi. Asanteni sana. Ni jambo la kufurahisha pia kuwa tofauti na mwaka 1995, mwaka huu tumeweza kama taifa kuongeza kiwango cha kujitegemea katika kuendesha uchaguzi. Kama nilivyowahi kusema, uchaguzi ndicho kielelezo cha uhuru wetu na kujitegemea kwetu. Hivyo, pamoja na uchumi wetu kuwa duni bado, lazima kila mara tujitahidi kuongeza uwezo wetu wa kuhimili gharama za uchaguzi. Si gharama za fedha tu, bali pia maandalizi, uendeshaji na usimamizi wa kitaaluma na kisiasa. Nasema tumepunguza utegemezi kwa wahisani, lakini bado tulipewa msaada wa kujazia pale ambapo nguvu zetu wenyewe ziliishia. Hivyo napenda nichukue nafasi hii kuzishukuru nchi hisani na mashirika ya kimataifa yaliyotusaidia. Matumaini yangu ni kuwa baada ya miaka mitano mingine tutazidi kupunguza kiwango cha kutegemea wahisani katika jambo la msingi kabisa na kielelezo cha uhuru wetu kama vile uchaguzi mkuu. Napenda pia niishukuru na kuipongeza Tume ya Taifa ya Uchaguzi, kuanzia mwenyekiti wake Mheshimiwa Jaji Louis Makame, makamu wake Mheshimiwa Jaji Agustino Ramadhani, wanatume na watendaji wote, pamoja na wasimamizi wa uchaguzi na wasaidizi wao, na watumishi wote wa serikali waliohusika kwa namna moja au nyingine katika kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa uhuru na haki na kama ilivyopangwa. Kwenu nyote nasema asanteni sana. Na washukuru wakuu wa vyombo vya dola, yakiwemo majeshi yetu ya ulinzi na usalama na wote wafanyao kazi katika vyombo hivyo kwa kazi nzuri sana walioifanya katika kuzisaidia tume zetu mbili za uchaguzi kwa kudumisha ulinzi wa taifa na usalama wa wananchi wakati wa kampeni na hatimaye wakati wa uchaguzi na hadi sasa. Na washukuruni sana na kuwapongeza kwa kazi nzuri. Kwa njia ya pekee na washukuru viongozi wa dini na waumini wao ambao wamehimiza amani na upendo na ambao usiku na mchana wameiombea nchi yetu iwe na utulivu na tupate kiongozi anayefaa kwa nchi yetu. Mimi ninaamini Mwenyezi Mungu alisikia sala zao. Na washukuru pia watazamaji wa kimataifa kwa kuamua kuja kushuhudia uchaguzi wetu ulivyofanyika. Walipotusifia, tumepokea sifa hizo kwa unyenyekevu. Tumesikia pia wanayodhani hayakwenda sawa na mengine hata sisi tumeyaona. Maagizo yao tumeyakataa. Ushauri wao tutauzingatia
ili tufanye vizuri zaidi siku zijazo. Narudia, maagizo yao tumeyakataa. Ushauri wao tutauzingatia ili tufanye vizuri zaidi siku zijazo. Tunawashukuru sana. Nawashukuru pia waandishi wa habari. Wengi wao wamejitahidi kufanya kazi nzuri na kujulisha jamii ilani za uchaguzi za vyama na yaliyokuwa yakitokea. Nina uhakika nao wamepata uzoefu wa kutosha kuwawezesha wafanye vizuri zaidi siku za usoni. Ndugu wananchi, ushindi mkubwa mliotupa ni kielelezo na ushahidi wa imani mlionayo kwangu binafsi na kwa Chama cha Mapinduzi. Nimeelemewa nayo, maana ni imani kubwa kuliko hata ile ya 1995. Ni kielelezo cha utambuzi wenu wa historia na rekodi ya Chama cha Mapinduzi. Ni utambuzi wa kazi tulioifanya katika miaka mitano iliyopita na nguvu ya hoja tulioijenga juu ya majukumu makubwa yaliyo mbele yetu kama taifa na vile tulivyojiandaa kutekeleza majukumu hayo kwa kushirikiana nanyi. Kama tulivyoahidi, tutaendeleza mageuzi ya kisiasa nchini kwa lengo mahususi la kuhakikisha demokrasia inaota mizizi katika jamii, inakuwa na maana katika maisha ya watu wetu, na si jambo tu la bendera kufuata upepo, na hasa upepo wa magharibi. Katika kufanya hivyo, tutazingatia zaidi utetezi wa haki za msingi za binadamu na kupanua uhuru wa watu wetu, lakini kwa kuzingatia uafrika wetu, utanzania wetu, historia yetu, mazingira yetu na maadili yetu. Maadili hayo ni pamoja na kuweka mbele utaifa wetu kabla ya ubinafsi, maslahi ya jamii kwanza kabla ya maslahi binafsi, na kuweka mbele wajibu kwa familia na jamii kabla ya kudai haki kutoka familia na jamii. Tutazidi pia kuimarisha taasisi za kisiasa nchini ili ziweze kumudu vizuri zaidi kazi zao tunapoimarisha demokrasia ya vyama vingi nchini. Fikra za viongozi wa kisiasa na za watu wetu nazo lazima ziendelee kujirekebisha. Tuone ushindani wa kisiasa kuwa ni kitu kinachoweza kufanywa kwa ustaarabu, heshima na uadilifu, si ulaghai na fursa ya kukashifiana tu. Ushindani wa kisiasa si lazima uwe na chuki ndani yake. La muhimu ni kila mmoja kuweka maslahi ya jamii na ya taifa mbele. Nitafanya juhudi yote kuongoza utawala bora unaozingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa. Naomba upinzani nao wazingatie umuhimu wa upinzani bora ambao pia unaheshimu sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa. Najua upo wasiwasi kuwa kwa vile CCM imeimarika zaidi katika uongozi wa nchi yetu na kwa wingi mkubwa tulioupata wa kura za urais na viti vya ubunge, uwakilishi na udiwani, basi tutatawala kama vile tumerejea kwenye mfumo wa chama kimoja cha siasa, na hivyo hatutajali maoni ya wengine. Napenda niwahakikishieni ndugu wananchi kuwa hivyo sivyo itakavyokuwa katika miaka mitano ijayo nitakayoongoza serikali. Ni kweli tutafanya yale tuliyowaahidi wananchi kwenye ilani yetu ya uchaguzi kwa kujiamini zaidi, tukijua wananchi walio wengi sana wametuunga mkono. Hiyo ndiyo kazi waliotutuma kwa kura zao. Tutaifanya. Lakini masikio yetu hatutayaziba. Yatakuwa wazi kusikiliza hoja na maoni yaliyo tofauti na yetu au yanayotaka kuboresha yale tunayoyafanya kwa maslahi ya wananchi wote na taifa zima. Haiwezekani kukwea mnazi kwa mkono mmoja. Mkono wa pili ni wananchi wenzetu wenye sera na maoni tofauti. Tutayatafakari,
na kama yanasaidia kuboresha au kufanikisha yale wananchi waliotutuma kuyafanya, tutayazingatia. Ushauri unaotokana na nguvu ya hoja tutaupokea kwa mikono miwili. Shinikizo zinazotokana na hoja ya nguvu tutazikataa. Ndugu wananchi, wakati wa kampeni nilirudia tena na tena, ndoto si pato. Ndoto ni muhimu, lakini peke yake haileti maendeleo, na kero haziondoki kwa uhodari wa kuziainisha. La msingi ni kujenga uwezo wa uchumi wa kisasa wenye uwezo wa kuhimili gharama za huduma za jamii za kisasa na huduma za kiuchumi na miundo mbinu ya kisasa. Huo ndio ukweli na uwazi. Miaka 5 iliyopita tumeitumia kurekebisha kasoro za kimfumo, kisera na kiutendaji katika uchumi wetu. Kwa kiwango kikubwa kazi hiyo tayari imefanyika, na ninawashukuru tena wananchi kwa kutuunga mkono na kuvumilia. Katika miaka 5 ijayo, tunataka matunda ya kazi hiyo yaanze kuenea kwa wananchi wengi zaidi katika uchumi unaozidi kuwa wa kisasa siku hadi siku. Na kama taifa huru, lazima tuongeze uwezo wetu wenyewe wa kubuni na kusimamia mageuzi hayo na mbinu za kuboresha uchumi wetu kama taifa, kama jamii na kama watu binafsi. Nchi yetu ina maliasili nyingi. Tutaweka mazingira mazuri ya wananchi kutumia maliasili hizo, ikiwemo ardhi, bahari, maziwa, mifugo na madini. Katika kufanya hivyo, tutaweka mkazo katika kuwapa wananchi uwezo wa elimu na ujuzi na uwezo wa mitaji. Elimu, afya, maji safi, miundo mbinu na ushirika ni mambo yatakayotiliwa mkazo mkubwa katika kujenga uwezo wa wananchi kujitegemea na kujiendeleza. Kama ilivyosisitiza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, kazi iliyo mbele yetu ni kujenga msingi wa uchumi wa kisasa wa taifa linalojitegemea na uwezeshaji kiuchumi wa wananchi wetu. Ndugu wananchi, napenda pia nizishukuru nchi majirani zetu ambao kama ilivyo kwetu wanaendelea kujenga na kuimarisha mahusiano mazuri nasi. Amani na usalama katika eneo letu ni muhimu ili kuelekeza fedha na rasilimali kwenye vita dhidi ya umaskini badala ya kuzielekeza kwenye kujihami au kupigana vita. Amani na usalama ni muhimu pia katika kukuza biashara, uwekezaji mitaji na ushirikiano wa kiuchumi, ambayo yote ni nyenzo za kuondosha umaskini na kuharakisha maendeleo. Katika miaka 5 ijayo, tutaongeza jitihada zetu katika kuimarisha ujirani mwema na ushirikiano na nchi za kanda yetu, yaani Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika. Aidha, tutazidi kufanya kila tuwezalo kuchangia upatikanaji wa amani, usalama na utulivu katika eneo la Maziwa Makuu na kwingineko. Ndugu wananchi, uchaguzi mkuu wa mwaka huu ni wa kwanza tangu baba wa taifa letu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aage dunia. Hayupo pamoja nasi, lakini misingi aliyotuachia ya utaifa na uhuru na upevu wa kisiasa wa Watanzania, pamoja na wosia wake ambao bado tunaupata kwenye hotuba zake, vimetusaidia sana katika kipindi hiki cha uchaguzi. Tutazidi kumshukuru na kumwenzi daima kwa kulinda misingi hiyo ya utaifa wetu. Kuondoka kwa Mwalimu kuliwapa wasiwasi watu ndani na nje ya nchi kuwa misingi hiyo aliyoijenga isingeweza kuhimili mivutano ya uchaguzi mkuu. Lakini ni wazi Watanzania wamekuwa wanafunzi wazuri wa Mwalimu, wanaendelea kumwenzi na wanazingatia wasia wake. Wengi wameendelea kukemea udini, ukabila, ubaguzi na mbinu mbalimbali za kuvunja muungano wetu. Na washukuru sana wananchi kwa hilo. Serikali nitakayoiongoza itaendeleza juhudi za kuimarisha muungano kama mhimili mkuu wa uhuru na mapinduzi yetu. Kama wanafunzi wa Mwalimu,
tunakabiliwa sasa na mtihani mwingine, nao ni vipi tutaidumisha amani na utulivu baada ya uchaguzi, kusahau tofauti zetu za kisiasa na kuendelea kujenga taifa letu kama ndugu. Napenda kuwahakikishieni kuwa kwa upande wetu serikalini na katika Chama cha Mapinduzi tunaanza uongozi bila kinyongo na yoyote, na tuko tayari kufanya kila linalowezekana kujenga mahusiano mema kati ya vyama vyote vya siasa na kati ya serikali na wananchi wote. Mwalimu alitulea kama watu wamoja, ndugu wa familia moja iitwayo Tanzania. Hatuwezi kuruhusu mfumo wa demokrasia ya vyama vingi utumiwe na yeyote yule ndani na nje ya nchi kama mwanya wa kupenyeza sumu ya kutugawa na kudhoofisha sifa zetu za Utanzania. Wananchi tuwe macho na serikali itakuwa macho. Haki za waliotupigia kura zitalindwa sawa na zile za wale wa maeneo ambayo tumeshindwa. Wajibu wetu ni kwa taifa zima na kwa Watanzania wote. Ndugu wananchi, hatuwezi kuahidi tutaweka fedha mifukoni mwenu, lakini tunaahidi kujitahidi kuongeza fursa ya kujiendeleza kwa wengi iwezekanavyo. Chama cha Mapinduzi kwa asili yake hakipendi wachache waendelee na wengi waache nyuma. Katika safari yetu ya maendeleo tunataka twende pamoja, tusipishane mno. Idadi hii kubwa ya kura tulizopata ni ishara ya wazi kuwa CCM inatoa matumaini kwa wananchi wa kila aina, matajiri na maskini, wazee kwa vijana, wake kwa waume, walioajiriwa na wanaojiajiri wenyewe. Serikali nitakayoiunda itaanza kwa kuenzi matumaini yenu hayo kwa kuyafanyia kazi. Nchi hii ni yetu sote. Kila mmoja wetu ana nafasi ya kushiriki kuijenga na kufaidika na matunda yake. Nasema tutajitahidi kwa kadri ya uwezo wetu kutimiza matumaini yenu kwa kushirikiana nanyi. Kwa pamoja na kwa kushirikiana kati yenu na serikali kuu, serikali za mitaa, Watanzania wenzetu, mashirika yasiyokuwa ya serikali zikiwemo taasisi za dini na nchi wahisani na mashirika ya maendeleo na ya fedha ya kimataifa, tutaweza kuinua kiwango cha nguvu za uzalishaji mali, kukua kwa uchumi na ubora wa huduma za jamii. Tunaweza na kwa kweli lazima, tunaweza na kwa kweli lazima kwa pamoja tuweze kupiga vita umaskini wa watu wetu. Tuhakikishe hakuna mtoto au mtu mzima anayekosa chakula. Tuhakikishe kila mtoto anapata chanjo na kinga thabiti kwa maradhi yanayozuilika. Tuhakikishe wananchi wanapata maji safi na salama. Tuhakikishe kila mtoto wa kike na wa kiume anapata elimu bora ya msingi na kila mwananchi anapata huduma ya afya ya msingi. Tukiongozwa na Dira ya Maendeleo ya Taifa 2025 na kwa ushirikiano wetu sote, tutasonga mbele kwa kasi kubwa zaidi katika vita dhidi ya umaskini. Ndugu wananchi, katika siasa na katika uchumi, leo tunashuhudia mapambazuko ya siku mpya, siku ambayo miaka mitano kuanzia sasa natarajia tutaweza kusema ilikuwa mwanzo wa Watanzania kuachana na unyonge wa umaskini, mwanzo wa maisha bora kwa Watanzania. Tusherehekee mapambazuko ya siku hii tukijua hatima ya taifa letu imo mikononi mwetu. Tukiamua sote na kutenda kwa bidii, maarifa na nidhamu, tukishirikiana sote, tukiamini na kutekeleza dhana ya uhuru ni kazi, bila shaka tutafanikiwa. Tujiamini na Mwenyezi Mungu atakuwa nasi. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza.